Komando mkuu wa wilaya ya Ubungo, wenye wa uhuru ukiwa unawaka, unang'aa na unameremeta. Mwenyezi Mungu akusaidie ukimbize salama na kwa ukabidhi kwa ndugu zetu wa Kimungu. Lakini kupokea wengi kwa 2026 ukiwa umelala umemeremeta kwa kila kona, lakini kupokea wakabidhi wengi wa kitaifa 2026 ukiwa na afya na siha njema pamoja na watu wote walioongozana nao. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiongozi wa mbio za mwenge Wazo Michael Mwangonda ametoa siku 5 kwa uongozi wa manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam kuwalipa fidia wananchi wa mtaa wa Hondogo ili kupisha ujenzi wa barabara ya Hondogo Shija inayojengwa kwa kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita 4.16. Mwangonda ametoa maagizo hayo wakati wa ziara ya mbio za mwenge iliyofanyika katika manispaa hiyo na kuzindua miradi mbalimbali. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mwenge wa Uhuru umefika katika barabara yetu. Umepokea taarifa ya mradi huu wa barabara na umekagua. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, barabara inaendelea vizuri kujengwa, lakini hii barabara kwa upande wa Nyalaka ziko vizuri. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kuna watu wanadai fidia ambao wako pale mbele, ambapo barabara yetu imejengwa lakini bado haijafikia kiwango kama sehemu nyingine ambako hakuna shida. Na kupongeza wewe na viongozi wengine kuendelea kufanya jitihada ya kulipa fidia ya hao waliokuwa wanadai watu 6. Tunaomba hiyo fidia ilipwe kwa haraka ili barabara iendelee kukamilika, kwa sababu process imeshaanza ya kuhakikisha watu wanalipwa. Sasa niombe wale ambao tathmini imeshafanyika, niombe hiyo tathmini itekelezwe haraka, ikiwezekana ndani ya siku 5 hizi hapa watu walipwe. Baada ya kulipwa barabara, tuombe wakandarasi waikamilishe kwa wakati, kwa sababu watu wanahitaji barabara sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hii barabara ni muhimu sana kwa wakazi wa eneo hili. Hivyo Mwenge wa Uhuru imeridhishwa na ujenzi unaoendelea, na kwa sababu ya umuhimu wa hii barabara, Mwenge wa Uhuru uko tayari kuweka jiwe la msingi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, mradi huu wa barabara ya Hondogo Shija ina urefu wa kilomita 4.16 inayojengwa kwa kiwango cha lami kutoka katika barabara ya Kibamba shule Mpiji Magoe karibu na KKT Kibamba kupitia chuo cha VETA hadi kuunga barabara ya Kibamba shule Mpiji Magoe. Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi Zongme Engineering Group Limited wa SLP 5014 Dar es Salaam kwa gharama ya shilingi bilioni 21,137,706 na 12 na senti 12. Akiwa katika kituo cha zahanati Msakuzi, kiongozi huyo amezindua kituo hicho huku akitoa maagizo kwa uongozi wa manispaa ya Ubungo kuhakikisha kuwa kituo hicho kinakuwa na wahudumu wa kutosha, ikiwa ni pamoja na kutoa huduma bora kwa wananchi. Kufika hapa katika kata yetu ya Mbezi, mtaa wetu wa Msakuzi, kwa ajili ya kuja kukagua, kujionea kazi iliyofanywa na halmashauri kupitia mapato ya ndani katika mradi huu wa zahanati ambao ni mradi wa afya. Tunakushukuru sana na kukupongeza kwa kufika hapa. Basi bila kupoteza muda, ndugu kiongozi, naomba nikukaribishe kwanza uweze kukagua mradi wetu na utoe maelekezo, lakini pili uweze pia kukagua mabanda ambayo tumeweka hapa kwa ajili ya lishe na masuala ya ukimwi, na yenyewe uweze kujionea vile ambavyo halmashauri imeendelea kutekeleza majukumu yake katika maeneo hayo. Na baada ya hapo tutakuwa tuko tayari kupokea maelekezo kutoka kwako. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, niombe wananchi wa eneo hili kuendelea kutunza mradi huu, kutunza hii zahanati, kuhakikisha wanaitumia vizuri ili iendelee kuwaletea neema ya kupata matibabu katika maeneo yao ya karibu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, niombe pia watumishi hapa waletwe ili waweze kuwahudumia wananchi kwa wakati.
Mara nyingi zahanati zinakuwa na watumishi wachache, lakini zahanati imezungukwa na watu wengi. Hivyo niombe Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya lisimamie hilo, watumishi waletwe hapa, hata apatikane daktari ambaye ni daktari bingwa, ili wananchi wa hapa wapate huduma zilizo bora. Zahanati ya Msakuzi ni moja ya zahanati 18 zilizopo manispaa ya Ubungo. Mradi wa ujenzi wa zahanati ya Msakuzi ulianza kwa nguvu za wananchi mwaka 2018. Mradi huu unakadiriwa kuwa na gharama ya shilingi milioni 185,943,200, ikiwa shilingi milioni 17 ni thamani ya nguvu za wananchi na shilingi milioni 168,943,200 ni fedha za mapato ya ndani ya halmashauri. Jumla ya kiasi cha fedha shilingi milioni 168,943,200 kilipokelewa kutoka mapato ya ndani ofisi ya mkurugenzi, yani ONSOS, kwa ajili ya umalizaji wa zahanati ya Msakuzi ambao ulihusisha majengo matatu: jengo la wagonjwa nje, yani OPD, jengo la matundu matano ya vyoo, kichomea taka, pia kuboresha eneo la nje landscape, kuboresha mipaka kwa kujenga uzio kuzunguka eneo la zahanati, kujenga njia ya miguu kuelekea vioni, kujenga mnara wa tenki la maji na ununuzi wa samani, ambapo kwa mwaka wa fedha 2024/25 tulipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 150. Kwa mwaka wa fedha 2025/26 tumepokea kiasi cha shilingi milioni 18,943,200. Lengo la mradi huu ni kuongeza miundombinu ya afya na kusogeza huduma za afya karibu na wananchi katika wilaya ya Ubungo. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, mradi huu umepokea jumla ya shilingi milioni 185,943,200 mpaka sasa. Kati ya fedha hizi kiasi cha shilingi milioni 185,943 na shilingi 15,13 zimetumika, ikiwa shilingi milioni 168,943 na shilingi 15,13 ni fedha za mapato ya ndani na shilingi milioni 17 ni thamani ya nguvu za wananchi, na hivyo salio ni shilingi 184,87. Kiongozi huyo akiwa wilayani humo amezindua pia kisima cha maji Msumi na kuagiza uongozi wa DAWASA kuhakikisha kuwa wanaondoa changamoto ya maji kwa wananchi wa wilaya ya Ubungo na jiji la Dar es Salaam kwa ujumla. Haya maji yanatakiwa yafike kwa wananchi. Hakikisheni yanafika kwa wananchi. Niwaombe sana DAWASA. Kuna maeneo mengi ambayo maji yanapata shida, inakuwa ni shida katika wilaya yetu ya Ubungo. Basi tuungane na serikali, mkuu wa wilaya na viongozi wengine kuhakikisha maji yanapatikana. Mheshimiwa Waziri yuko hapa, Mheshimiwa Waziri mwingine leo yupo na dharura kwamba yuko kwenye bajeti. Unganeni kwa pamoja, waleteni maji wananchi hawa wa Ubungo. Wananchi wa Ubungo wanahitaji maji kwa sana. Kwa niombe sana DAWASA, ongezeni nguvu katika manispaa hii ya Ubungo kuhakikisha wananchi wa Ubungo wanapata maji. Kiongozi huyo wa mbio za Mwenge amezindua miradi mbalimbali katika wilaya ya Ubungo, ikiwa ni pamoja na shule ya sekondari ya Muungano iliyopo Goba jijini Dar es Salaam pamoja na miradi mingine mbalimbali.